ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya ibada hii ya misa takatifu, kwa ajili ya kuweza kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu yetu William Vangimembe Lukuvi, na kwa namna kipekee sana mama mjane na familia na wabunge wote na wageni wote ambao wamekuja hapa. Tujengwe na neno la Mwenyezi Mungu katika tukio hili. Tuanze na somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Ayubu, ambaye historia yake alikuwa ni mcha Mungu, na kitendo hiki cha kuweza kuwa mcha Mungu kilimpelekea mpaka Mwenyezi Mungu akajivunia juu ya Ayubu. Siku moja shetani akapita mbinguni kule. Usisahau, shetani haogopi kwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu alikuwa huko anaenda kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu alikuwa na kikao na watu wake, ilikuwa kama ni bunge, wanapanga mipango katika swala zima la wanadamu huko. Shetani akapita. Ni kama vile ukiwa unasali au unaswali, umezama katika ibada, unashangaa kitu kinapita sharp, unaanza kuwaza mambo mengine ya ajabu ajabu, naye akapita. Alipopita Mwenyezi Mungu akasema, "Wewe shetani, umetoka wapi?" Akasema, "Nimetoka duniani." Mwenyezi Mungu akasema, "Umemwona Ayubu, mtumishi wangu mwaminifu? Hakuna mtu mwingine kama Ayubu." Shetani akamwambia, "Wewe Mwenyezi Mungu, si umemlinda? Umeweka mkono juu yake? Huyo usizani kama anakuabudu tu bure. Mguse uone kama hata kuasi." Basi Mwenyezi Mungu akasema, "Huyo hata ufanyeje ni mwaminifu." Akasema, "Basi niruhusu." Mwenyezi Mungu akasema, "Nakuruhusu Ayubu. Nakuruhusu shetani, mguse." Siku moja akasikia watoto wake walikuwa kwenye sherehe, wamekufa wote. Alikuwa tajiri wa mali, zote zikaibiwa, moto ukaja ukaangamiza. Akajikuta ghafla amekuwa maskini. Neno alilotamka Ayubu katika kipindi hicho kigumu, akasema, "Vyote hivyo vimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana ametoa na Bwana ametoa." Akalibariki jina la Bwana. Ndugu zangu, usidhani kama unapopata magumu, misiba, matatizo kwamba umetenda dhambi. Tusidhani kama baadhi ya wenzetu, baadhi ya familia wanapopata misiba na magumu kwamba kuna dhambi imetendeka. Hapana. Kuna mengine Mwenyezi Mungu huwa anaruhusu kwa ajili ya utukufu wake. Kumbe maisha ya Ayubu zilikuwa ni tambo kati ya Mwenyezi Mungu na shetani. Huyu Ayubu akajikuta amepata misiba. Baadaye shetani akapita tena. Mwenyezi Mungu akasema, "Unaona alivyo mwaminifu?" Shetani akasema, "Amna, mguse afya yake." Ayubu alipata magonjwa. Ayubu akapata ukoma, akapata majipu. Alipopata yale majipu, wakaja marafiki zake, wakasema, "Kwa ugonjwa huu uliopata Ayubu, wewe umetenda dhambi." Akasema, "Ndugu zangu, mnanifahamu. Nimetenda dhambi gani?" Wakasema, "Amna, haiwezekani ghafla, misiba mara magonjwa, wewe umetenda dhambi." Aliyeleta maumivu makubwa alikuwa ni mke wake. Akasema, "Wewe baba, wewe umejifanya unasali, kila siku unatoa sadaka, unapeleka huko kwa Mwenyezi Mungu. Haya, watoto wamekufa, wewe mwenyewe umeugua, mali zimeondoka. Mkufuru Mwenyezi Mungu ili ufe vizuri." Akasema, "Siwezi kufanya kitu kama hicho." Mke wake akamwacha, Ayubu akabaki peke yake. Nyakati za magumu, hata wale wapenzi wako watakuacha. Nyakati za magonjwa, nyakati ngumu za majaribu. Basi ndipo Ayubu alipoachwa na mke wake, ameachwa na marafiki zake, mali zimeondoka, watoto wake wamekufa, amebaki peke yake, akatamka maneno haya ambayo tumeyasikia. Akasema, "Laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa kitabuni, yakachorwa katika mwamba wa milele." Yani yachorwa kwenye mwamba wa milele kiasi kwamba hakuna mtu yote anaweza kafika pale akafuta kwa kalamu ya chuma na risasi.
akasema yangeandikwa maneno mnielewe ninapita katika mazingira gani, mnielewe nipo katika kipindi gani, hata nikizungumza hamwezi kunielewa. Akasema lakini mimi najua kuwa mtetezi wangu yu hai. Tumsifu Yesu Kristo. Familia, naomba katika kipindi hiki ambacho pia taifa linapita mara misiba, mara taarifa hizi, tujue kabisa kwamba Mwenyezi Mungu mtetezi wetu yu hai. Tumsifu Yesu Kristo. Tusianze kufikiria kwamba fulani amefanya makosa kama haya, amefanya hivi ni sababu zake. Hapana. Mtetezi wetu yu hai hadi katika mazingira magumu ya kuweza kuondokewa na viongozi mbalimbali. Mtetezi wetu yu hai. Akasema ninajua kwamba nisipokuwa na mwili, hata kama mwili wangu umeharibika, nitamwona Mungu. Na mimi nitamwona mimi nafsi yangu. Na macho yangu yatamtazama wala si mwingine, mtima wangu unazimia ndani yangu. Katika somo la Injili ambalo tumelisikia, tunakutana na familia moja. Hiyo familia ilikuwa na watu watatu. Familia hiyo ilikuwa inajumuisha kwamba kaka mkubwa alikuwa anaitwa Lazaro. Wakawa na wadada wawili, mmoja alikuwa anaitwa Martha, mwingine akawa anaitwa Maria. Familia hiyo ilikuwa inaishi eneo la Betania. Yesu Kristo alikuwa ni rafiki wa hiyo familia. Kwa nini? Ni eneo peke yake katika Biblia inazungumza kwamba familia hii ilimpokea Yesu, akawa ana sehemu ya kuweza kuishi na kuweza kulala. Aliwahi kuzungumza kwamba hana sehemu ya kuweza kuishi, hana sehemu ya kuweza kulala kulaza kichwa chake, akitoka katika swala zima la majukumu huko. Watu walikuwa wanafika pale wanaponywa, wengine wanashika kanzu yake, wengine Yesu mtoto wangu anakaribia kufa, anawafufua wale wafu, anawalisha watu, lakini hawakuwahi kumkaribisha nyumbani. Ndio maisha yalivyofumbo. Watu wanaweza wakakutumia kweli na matatizo haya na shida hizi, ukawa bize kutatua matatizo ya watu, hawatakukaribisha nyumbani. Mwambie jirani yako jiandae. Tumsifu Yesu Kristo. Watu ni waajabu sana. Kama hawakumkaribisha Yesu nyumbani, waseme huyu hapa naye ana matatizo. Unajua kuna kipindi, ngoja niwaambieni. Mnaweza kama mmekuwa wahanga katika kipindi kama, kwa sababu nazungumza na viongozi. Watu wakakuona kwa sababu una maisha fulani, wakajua una matatizo. Wakajua huo uugui. Wakajua kwamba watoto wako hawakusumbui. Wakajua kabisa kwamba ndugu zako hawaugui. Wakaja tuna mambo, ukajikuta umerundika mambo mengi, alafu baadaye wakasahau kwamba hata wewe mwenyewe pia unatamani siku moja ukaribishwe. Karibu tukae pamoja, angalau wewe ujisikie kwamba una mapumziko uweze kupumzika. Yesu hakukaribishwa maeneo mengine. Familia ya Betania ikamkaribisha. Wakamwambia Yesu njoo. Wakamwandalia pale chumba. Akitoka hapo kwenye mazunguko mingi, amehangaika, akawa anaenda anapumzika. Wakamwandalia chumba. Na katika maisha tujifunze, angalau katika safari yetu ya maisha, ndani ya mihangaiko yetu yote, katika familia zetu, tenga chumba kwa ajili ya sala, kukutana wewe na Mungu wako. Bamia, vitunguu saumu, matikiti na yote yana chumba chake. Lakini chumba kwa ajili ya Bwana hamna. Umejenga nyumba nzuri, umejenga kila kitu, samani hata kile ambacho tumekula jioni kina chumba chake, huwa tunakipelekea kule. Lakini sehemu ya kukutana na Mungu wako aliyekuumba tengeneza mahali ambapo utakutana na Mungu wako, ambapo utamwambia Bwana, nimetoka katika mihangaiko, Bwana nipatie nguvu kesho niweze kusonga mbele. Familia hii ya Betania ilimtayarishia Yesu mahali pazuri, akawa anapumzika. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Faida ya kuweza kumkaribisha Yesu katika familia yako, kuweza kuwa na urafiki na Yesu, kuweza kuwa na urafiki na Mwenyezi Mungu, ni nyakati yakitokea matatizo. Huyu Lazaro akaugua. Alipougua, wakaja dada zake wakatuma watu kwa Yesu. Yesu alikuwa yuko huko anahubiri maeneo mengine. Kipindi kile hakuna simu, hakuna barua, wakatuma tu watu. Wakamwambia rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Alafu Yesu akakaa kimya siku 2 hakuja. Na yeye akajua kabisa kwamba Lazaro anaumwa. Akawaambia wale mitume wake 12, akasema rafiki yetu Lazaro ni mgonjwa.
na baadaye akawaambia akisema huyu Lazaro amekufa. Akasema sasa ninaenda kwa sababu kifo chake na ugonjwa wake ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Dada zake walipoona Yesu haji waliumia sana. Na baadaye wapambe wakaanza, mlikuwa mnajifanya mnampokea huyu Yesu nyumbani? Alikuwa anapita hapa, si unajua pia. Yaani Yesu ndio alikuwa ndio gumzo la mjini kipindi kile, alikuwa habari ya mjini. Akipita watu zaidi ya 500 wanamfuata. Hasa kila siku anaenda kwenye ile familia. Watu walikuwa wanatamani mbona haji kwenye familia yetu? Akiwa anaelekea kwenye ile familia ya kina Lazaro ameugua, amekufa, watu waliwacheka sana. Wakasema si mlikuwa mnajifanya mnampokea huyo? Hasa mbona hajaja kwenye msiba? Tunajua uwezo wake kwamba akinyosha tu mkono popote pale huyo mgonjwa angeweza kupona. Mbona hajamponya? Haya tuone na urafiki wenu na Yesu utakuwaje. Kuna kipindi cha kujaribiwa katika imani. Imani inajaribiwa kupitia misiba. Alafu na baadaye huyu Yesu akakaa kimya. Akakaa kimya. Maana yake nini? Kuna kipindi tunaweza tukao tunasali, Mwenyezi Mungu tuokoe, Mwenyezi Mungu sali, Mwenyezi Mungu tuokoe, akakaa kimya. Sio kwamba hajatusikiliza maombi, anajua tunachokipitia. Anasema kuna misiba mingine inatokea kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Baada ya siku 2 akaanza safari kwenda huko Bethania. Anafika pale, ndio somo la leo ambao tumesikia katika Injili. Akaja pale Martha. Akamlalamikia, akasema sasa unakuja kufanya nini? Ungekuwepo hapa ndugu yangu asingekufa. Sasa umekuja hapa tayari tumeshamzika. Mariamu naye akaja pale, akaanza kulia, akasema Bwana ungekuwepo hapa ndugu yangu huyu asingekufa. Ila tofauti ya Martha na Mariamu ilikuwa ni Mariamu alifika pale akaanguka kifudifudi kwa Yesu. Akalia. Yesu alipoona Maria analia, naye mwenye pia akapata na machozi akalia. Katika Biblia kuna maeneo mawili tu ambapo Yesu Kristo alilia. Alilia kwa rafiki yake Lazaro na alilia msalabani. Maana yake nini? Kifo wapendwa hakipendezi. Kifo hakipendezi. Na kifo usidhani kama kinamfanya pia Mwenyezi Mungu afurahi. Yesu mwenyewe alilia kwa ajili ya huyu Lazaro rafiki yake. Wapambe wakaanza, hata kama anamlilia, si angemfufua, si angemponya kalivyoponya wengine? Yesu akasema, mmemweka wapi? Wakasema, twende ukapaone. Wakampeleka moja kwa moja hadi katika lile kaburi. Walipompeleka kwenye lile kaburi, Yesu akasema, liondoeni hilo jiwe. Liondoeni hilo jiwe. Kuna mambo mawili ambayo tunapojifunza hapa. Kwa nini Yesu aliwaambia wale waliondoe jiwe? Mbona yeye mwenyewe alikuwa na uwezo? Si angenyosha labda tu mkono akafanya jiwe likaondoka? Au kuonyesha kwamba yeye ana uwezo, angelipasua lile jiwe watambua kabisa kwamba yeye ni Mungu. Likapasuka lile jiwe, lipasuka pap. Nadhani lile jiwe likapasuka, yale mawe yangeenda hadi kumgonga yule maiti ndani, angetoka akiwa na majeraha. Tunajifunza kitu gani? Kuna baadhi ya changamoto za maisha ambazo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe pia huwa anawashirikisha wanadamu kuweza kufanya hilo jambo. Hakutaka pia kuweza kutumia nguvu zake. Akasema liondoeni hilo jiwe. Jiwe lilikuwa ni kizuizi. Jiwe lilikuwa ni moyo mgumu. Kizuizi katika swala zima la huyu Lazaro alikuwa kaburini kuweza kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Kuna kipindi unaweza ukatembea katika maisha na jiwe ndani ya nafsi yako. Kuna watu wana mioyo migumu, hawasikii, hawaambiliki, moyo mgumu. Hata ukiambiwa maneno ya Mwenyezi Mungu, umekaza moyo mgumu, una moyo wa jiwe. Mwambie jirani yako, liondoe ile jiwe ndani ya nafsi yako. Katika maisha mawe haya ambayo tumeyaweka, Mwenyezi Mungu pia huwa anaruhusu watu wengine katika swala zima la kuweza kuondoa ile jiwe. Na ndio maana pia katika matukio kama haya, naweza kuzungumza kwamba matukio ya misiba, tunapomzika pia William, tunapomwaga leo katika mazingira kama haya, moyo wa jiwe wa kutomwamini Mwenyezi Mungu uanze kuingia ndani mwetu, tutoe ile jiwe la kutomwamini Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Tunachukulia maisha kwamba maisha ni kitu chepesi. Tunaona kuna kipindi kwamba maisha ni ya kwangu mwenyewe, na tunajisahau kwamba tumeletwa hapa duniani si kwa ajili yetu wenyewe, tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya wengine. Katika hekima mbalimbali za dini ya Kiyahudi walisema hivi, duniani hapa ukija utambue wazi kabisa kwamba
hukukaa hata siku moja na Mwenyezi Mungu mkajadiliana nizaliwe kwa wazazi hawa. Tulijikuta tumezaliwa kwa hao wazazi. Huyo baba hata kama ni mweusi ti, huyo mama hata kama ni mfupi, hata kama ni mwembamba, ulijikuta umezaliwa kwa huyo mama. Huyo mama ni masikini, au huyo baba ni mlevi, hata kama familia ya kishirikina, tukajikuta tumezaliwa kwenye hizo familia. Hatukupanga hata mara moja. Asa katika hizo familia ambazo tulikuwa tumezaliwa, hata wazazi wao wenyewe ukiwauliza hawakupanga kwamba nizaliwe mtoto wa kiume au uzaliwe mtoto wa kike jinsi ulivyo. Hawakupanga, walijikuta tu. Ndio maana basi tukafika tu tukasema maisha ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Wazazi walipewa zawadi. Na hii zawadi ya Mwenyezi Mungu ilianza kutokea tumboni mwa baba na mama. Ni kama vile basi wataalamu baadaye wakasema kwamba maisha, wapendwa, ni maua. Maua inaanza na mbegu inapandwa. Kwa hiyo mbegu ilipandwa tumboni mwa mama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu alipanda mbegu ya William Vangimembe Lukuvi katika tumbo la mama yake mzazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu mama katika misukosuko yake akamtunza huyu mtoto. Hakutoa mimba, hakumuua. Kwa sababu angemuua, angetoa mimba, tusingekuwa na William. Katika ibada tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya mama aliyemtunza huyu William. Tunamshukuru pia kwa ajili ya baba ambaye alimtunza, akamsomesha, akamlea, akampatia elimu ambayo ikamsaidia akakua. Wapendwa, ua linakuwa, likishakuwa ua basi linakuwa na rangi nzuri, ua linapendeza. Kuna kipindi tunapendeza, kuna kipindi tunakuwa na maisha mazuri. Lakini katika swala zima la maisha, kama ni ua, sisi tukasahau katika uzuri wetu. Tujitahidi sana wapendwa, tuweze kuwa ni harufu nzuri kwa wengine. Kuna maua mengine ukifika pale unafunga pua hivi, ua baya, halina harufu nzuri. Kuna maua mengine yana harufu nzuri, utashangaa watu wamekaa pale. Ukiona katika safari yako ya maisha watu wanakusogelea pale, wanakuja pale, wanakusalimu, wanacheka, utambue wewe ni ua zuri. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiona watu wakikuona wanapita pembeni, wanakukimbia, utambue ni ua lenye harufu mbaya. Je, wewe ni ua lenye harufu nzuri? Kuna maua mengine wapendwa yana thamani kubwa. Na ndio maana ukitaka kutambua thamani ya maua, nenda kwa wanaouza. Kuna maua mengine yana thamani kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ua yanatumika maeneo maalum. Katika nyumba za ibada, mbele, ndio maana kuna maua mengine yameletwa hapa, kuna maua mengine yameachwa tu huko. Sasa haya maua yenye thamani itupelekee kabisa kwamba maisha yetu yana thamani. Kwa hiyo tulinde pia maisha ya watu wengine. Kwa sababu hatujui kile ambacho Mwenyezi Mungu amekipanda, kwa sababu kadiri huyu mtoto anavyozidi kukua, maana yake anavyozidi kupendeza, maana yake ndivyo atakaweza kuja kutumika baadaye huko. Ila tusisahau, maua yanadumu kwa muda mfupi. Ghafla ua liliokuwa linapendeza linanyauka. Lazaro lilikuwa ni ua lilikuwa linapendeza, akawa rafiki wa Yesu. Ghafla akaugua, akanyauka. Hadi si wenyewe pia. William Lukuvi alikuwa ni ua zuri lenye kupendeza, linalong'ara. Ghafla amenyauka, amelala hapo. Amelala kimya. Na si wenyewe pia ni maua. Tunapendeza, ukipita na mai, wakikuona mai sema yes. Lakini siku moja tutanyauka. Siku moja tutalala. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu sana atujalie tuweze kutambua ufupi wa maisha yetu. Maisha ni mafupi. Basi kipindi ukiwa umechanua, angaza kwa watu wengine, fanya vizuri kwa watu wengine, tenda mambo mazuri kwa watu wengine. Basi Yesu akafika pale akasema liondoeni jiwe, kwamba vifo vitupelekee kwamba kuna kitu tunapaswa kwenda kukifanya. Kuna kitu tunapaswa kwenda kukifanya katika safari yetu ya maisha. Angalau na mwenyewe pia ukilala tuzungumza maneno mazuri kama tunavyozungumza kwa William. Kuna wengine wakija kulala hapa itakuwa ni aibu, tunaogopa hata kuweza kuzungumza. Aibu. Yaani hukuwa na mchango wote katika swala zima la jamii. Hukufanya jambo lolote lile, umeishi katika maisha ya ubinafsi. Hujafanya jambo lolote lile. Katika hekima ya Wayahudi wakasema hivi, kama umejaliwa mali, ukiwa wewe ni tajiri, utambue kwamba kile kiwango cha utajiri ambacho umepewa, kuna kiwango ambacho ule wewe na familia yako. Akiba iliyobaki, kafanye jambo zuri, nenda kajenge sinagogi,
Kajenge msikiti, nenda kajenge kanisa. Kile ambacho kimebaki sio cha kwako. Yaani umepewa ule utajiri kwa ajili ya watu wengine. Ukijenga nyumba ya ibada, kuna watu wataingia pale watasali, watabarikiwa kwa ajili yako. Kama umepewa elimu, una hekima, una elimu kubwa, basi wewe si tajiri. Hiyo elimu yako ambayo umepewa, fundisha watu wengine, watetee watu wengine, wasaidie. Ndio maana katika Biblia kulikuwa kuna watu Mafarisayo, kazi yao ni kufundisha dini. Kulikuwa kuna watu wengine walikuwa wanaitwa wanasheria, kazi yao ni kuwatetea wale ambao hawajui sheria, kuwasaidia katika misaada ya kisheria. Jitoe kwa ajili ya watu, wasaidie wanyonge, gusa maisha ya watu. Sasa ukijiona kama wewe ni mwanasheria au una elimu nyingine au ni daktari, unaanza kutafuta utajiri, utambue umekosa. Uko sio kwako, kwa sababu hutajenga nyumba Mwenyezi Mungu. Wasaidie watu, gusa maisha ya watu. Na ukigusa maisha ya watu, wakifika hapa siku ya mwisho watasema upumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Usipogusa maisha ya watu, watasema wewe ndio ulikuwa unasababisha matatizo katika jamii. Wewe ndio unasababishia matatizo kama haya. Na kwa sababu ukuwasaidia watu, mbingu yako haitafunguka. Yesu akaenda kwa Lazaro ambaye alikuwa ni msaada. Alimpokea. Akasema ondoeni jiwe, wakaliondoa ile jiwe. Akaja dada yake alikuwa anaitwa Martha. Akasema, Yesu, huyu jamaa ananuka. Ananuka sasa yapata siku 4. Yesu akasema, sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu? Inatufundisha kitu gani? Yesu amekuja kwa ajili ya Lazaro rafiki yake amfufue. Anaondoka dada yake, anaanza kuzungumza tabia, anaanza kuzungumza hali ya huyu Lazaro kwamba ananuka. Inatufundisha kitu gani? Kuna kipindi hadi katika nyumba za ibada unaweza kufika ukasema hivi unamjua William wewe? Unamjua mambo yake wewe? Ukaanza kuzungumza yale aliyokuwa ananuka, wakati Mwenyezi Mungu hana mpango na harufu yake. Tukaanza kujikuta tunaanza kuzungumza maneno mabaya juu ya watu wengine. Ukaanza kwenye vijiwe huko, hamjui yuko hivi. Sikiliza, hiyo sio habari yako wewe. Kazi yako ondoa jiwe. Kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka aje kifanye. Habari za kunuka sio za kwako. Maana yake nini? Tuache kuzungumza maneno mabaya kwa wenzetu katika safari ya maisha. Kama ananuka, mwache. Si mtoto wa Mwenyezi Mungu, si mali ya Mwenyezi Mungu. Ulimzaa wewe. Wewe ndio uliyempandikiza katika tumbo la mama yake. Tunaumizana sana wapendwa. Tunaumizana sana. Fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi. Hufanyi jambo lolote katika swala zima la jamii. Kila siku chongeana. Ya nini? Mwenzako ananuka. Kama ananuka, msaidie basi. Mletee perfume ili asinuke. Hata hiyo itusaidie katika taifa letu. Liweze kuwa ni taifa la kuweza kuwainua wenzetu. Sio taifa la roho ya Martha ya kuzungumza fulani ananuka. Kila mmoja ambaye amekuja hapa duniani, Mwenyezi Mungu ana mpango na yeye. Amepita katika swala zima la magumu, tumuombe. Amepita katika swala zima la magonjwa, tumuombe. Tumsaidie. Tusianze kuzungumza mambo mengine mabaya. Tuweze kuwa ni chanzo cha kufanya nchi yetu iweze kusonga mbele. Maneno mabaya hayawezi kutusaidia hata mara moja. Huyu Martha alidhani kama sifa kuzungumza manuko ya kaka yake mbele za Yesu. Yesu akasema kaa pembeni. Akatamka akasema, Lazaro, toka nje. Fundisho la mwisho, Yesu hakutaka kuweza kuingia katika kaburi la Lazaro. Hakutaka pia kuweza kumtuma mtu aingie katika kaburi la Lazaro. Bali Lazaro alisikia sauti ya Yesu kule kaburini. Kuna kipindi unaweza kuwa unapita katika matatizo. Umekufa upo katika kaburi lako, giza. Ukakazana kila siku na maombi, Yesu njoo, Mungu njoo. Unasali, unahangaika, unaenda huko na huko. Amna, kuna matatizo mengine ni ya kutoka tu wewe mwenyewe kwenye kaburi. Toka tu katika tabia mbaya yako, toka tu. Yaani toka tu. Acha kusingizia vitu vingine. Yaani vingine vya kutoka tu. Hilo ni kaburi lako. Acha kumuita Yesu kila siku aje kwenye kaburi lako. Unajijua kabisa kama ni mbea, unajua kabisa kama ufanyi kazi, kila siku kusengenya wenzako, kila siku unasema ovyo, ni mlevi, uwajibiki. Toka kwenye hilo kaburi. Umesikia sauti kila siku kwenye ibada unaambiwa acha mambo mabaya. Kipindi hiki cha Kwaresima wapendwa, tulikuwa tumefunga, Wakristo wamefunga, Waislamu wamefunga.
bado kwenye video unashangaa mtu amekaa pale amerundika supu imejaa hivi na kisahani. Mtu gani wewe hujui wakati wa kujiliwa kwa Mwenyezi Mungu? Mtu gani wewe husikii sauti ya Mwenyezi Mungu, kiburi cha uzima? Kila siku hapa, siku ya Ijumaa wenzako wanaenda kuswali msikitini hapa, wenzako Jumapili, Jumatano wanaenda kusali pale, umekaa tu ndani. Wewe unataka kitu gani wewe? Toka kwenye hilo kaburi, toka. Unasema maisha magumu, giza, toka kwenye hilo kaburi. Toka kwenye hilo kaburi. Lazaro akatoka. Alipotoka kulikuwa ni mbali kwenye kaburi la Lazaro, mbali mwenzano niliingia. Mbali. Chini huko kweli kweli. Niliingia kwenye kaburi nikasema huyu jamaa alikuwa ni mwamba. Akatoka. Alafu alikuwa anapanda ngazi, amefungwa. Alipofika huko juu, Yesu akamwambia mfungueni aende zake. Ina maana gani? Tupo katika kipindi ambacho watu wengi wameacha kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuishi katika hekima ya Mwenyezi Mungu. Wanaishi katika swala zima la kutegemea tu maombi, kufunguliwa na vifungo mbalimbali. Hawataki kuweza kutoka katika kaburi. Ukishatoka Yesu ataagiza watu wengine waweze kumfungua, aweze kwenda zake. Lukuvi amefungwa, ipo kwenye kaburi, ipo kwenye hilo jeneza. Tumemfunika na bendera ya taifa kwamba alitumikia taifa. Wengine wanasema kwamba alikunywa bendera ya taifa. Amefungwa. Anatusubiri sisi, ambapo Yesu pia anatushirikisha, mfungueni William Lukuvi aende zake. Tumfungue ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu. Naanza na mjane, mfungue mume wako aende zake. Misa hii tunasali kwa ajili yake. Tunasali misa kwa ajili ya huruma Mwenyezi Mungu. Waziri Mkuu, Mheshimiwa, mfungue William Lukuvi aende zake kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Na viongozi wote tumfungue aweze kwenda zake. Tumuombe aweze kwenda zake. Ameshatimiza wajibu wake vizuri. Tumfungue aweze kwenda zake akapumzika kwa Mwenyezi Mungu. Tusianze kumweka ndani ya mioyo yetu. Ametimiza wajibu wake. Tujiulize sisi, je, baada ya matukio hapa duniani, sisi tukilazwa hapo wataongea mambo mangapi? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wabunge wote, mfungue William Lukuvi aende zake. Hata kama alikuwa na makosa mbalimbali, tumfungue aweze kwenda zake akapumzike kwa amani. Mbarikiwe sana.